tumeshuhudia matamasha yote mawili ya Simba na Yanga. Simba jana kapoteza, Yanga kapoteza leo. Nataka tujue matamasha yao yalikuwa ya aina gani na michezo yao ilikuwa inaakisi nini kwenda msimu huu? Kwanza ni mfano katika nchi zetu za ukanda wa Afrika Mashariki, kwa sababu ukiangalia ufanyikaji wa haya matamasha yanafanyika mara moja kwa mwaka, si ndio? Angalia Kenya, angalia Uganda, sogea kidogo hata Rwanda, tumeziambukiza baadhi ya nchi kufanya kama ambavyo sisi tunafanya, lakini kwangu mimi nje ya uwanja wamefanya inavyostahili, kwa sababu matamasha haya sio kwa ajili ya kujifurahisha, pia ni sehemu ya vyanzo vya mapato. Tazama wadhamini ambao kitazama kwenye bana zao unaona kabisa wao wameingiza nje ya uwanja. Angalia idadi ya mashabiki ambao wameingia, wao wameingiza nje ya uwanja. Lakini sasa tukija uwanjani pia wamestahili kupata haya matokeo, kwa sababu baada ya hizi mechi tunaenda katika ngao ya jamii. Ukitoka ngao ya jamii ligi inakuwa imeanza. So tukija kwa Simba tushazungumza jana, lakini pia tukiangalia Yanga nao pia wamestahili kupata matokeo, na ilibidi iwe hivi ili iwe vizuri zaidi, kwa sababu wakifungwa ndio wanajua sehemu ambazo wamefanyaje, wamekosea. Lakini pia hata kama wakifanya vibaya, wao wanajua wapi tuende kurekebisha ili kuelekea katika msimu ujao, kwa sababu makosa siku zote ndio yanayokufanya uone shida yako iko wapi, changamoto iko wapi, ili uweze kujitengeneza. Kocha Mangoba Ngithi ana nafasi gani za kwa kocha cha Yanga, japokuwa ina wachezaji nyota wapi na kocha cha Yanga? Ni mapema mno kujaji ana nafasi gani, kwa sababu gani? Wapo watu ambao wanaotaka kuona kile ambacho amekiandaa akiwa pre-season kuelekea kwenye ligi. Ngumu sana kumjaji kocha katika tamasha, ngumu sana kumjaji kocha katika mechi moja. Kwa hiyo mimi natamani nione ligi ikianza, matokeo kwenye ligi ndio tuje tuizungumzie, lakini kwenye mechi kama hizi Yanga wamestahili kupoteza ili waone madhaifu yao, ili waje wafanyie kazi. Nyota kadhaa wa Yanga wapya walionyana na kocha cha Yanga, kuna mabadiliko au tutegemee kuona kwenye mechi zijazo mbeleni? Kwa namna ambavyo leo wamecheza ni superb. Changamoto ilikuwa tu kuingiza mpira kwenye wavu, kitu ambacho mashabiki wao hawataki upige matobo, upige penetration pass, ufanye dribbling. Wao wanataka kuona tu mpira umeingia kwenye wavu, ili hali wenzao wamefanyaje jana, wamepoteza. Kwa walikuwa wanahitaji washinde ili kesho pakikucha waweze kuchekana, lakini isivyo bahati kwa wao nao pia wakapoteza. Kupoteza ambapo wamekutana na timu ambao wako fiti, wako vizuri, lakini sio timu ya kuibeza, kwa sababu hii timu inashiriki michuano ya kimataifa. Hii ni timu kweli, lakini pia wapo baadhi ya majina ambayo pia yameshawahi kuonesha katika ulimwengu wa soka. To me, I say Wakongo mwanangu ni timu alo. Tuanze kumzungumzia Zemanza Soze katikati ya kiungo. Amekitawala sana kiungo wa Young Africans. Ana uzoefu, alikuwa TP Mazembe, hatimaye yuko Dinoli Congo. Sifa ya Zemanza Soze ndio chanzo cha Yanga kupoteza mchezo. Timu wao jamaa wako timamu, wako very compact, wana defend vizuri, wanashambulia vizuri, lakini pia vile vile wana benchi la ufundi zuri. Kumbuka kocha wao amewahi kuhudumu hapa Tanzania, Bruno Feli amewahi kuwa kocha Azam FC, umeelewa? Kwa hiyo amekuja sehemu ambapo anapafahamu, amekutana na timu ambayo anaifahamu. Kwa hiyo alikuja anamuua mpinzani ambaye anamjua. Lakini pia nikukumbushe, Bruno Feli amekutana na Yanga kwenye ligi, na hata kabla ya hapa kuna timu alikuwepo kama situkosea, alikuwa Rwanda. Yes, kuna timu alikuwepo, lakini kuna timu moja nakumbuka kama situkosea alikuwa ni Skudu vile. Kuna timu alicheza Skudu ambayo pia huyu Bruno Feli. Kwa hiyo sio kocha ambao kwamba Williet, sio timu, yani sio kocha kusema eti ndo mgeni ajui chochote cha Tanzania, hapana. Lakini kwangu mimi siangalii matokeo ya dakika 90. Kwangu mimi naangalia kile ambacho kimeonekana katika hizi timu mbili. Lakini pia tukija kwa ndugu yetu Ali, watu walikuwa hawajawahi kumuona akitambulisha wachezaji. Umeona watu wengi wataka kuona bwana atafanyaje. Nimependa alichokifanya. Sio lazima waanze na magolikipa wafuate hawa, hapana, kwa sababu ukianza vile itaonekana kwamba hao wamechukua upande fulani. Akili kubwa miongoni mwa idara ambazo zinafanya vizuri nchini Tanzania, idara ya habari katika timu za Tanzania.
Yanga hawezi kuikosa. Akili ambayo inaongoza idara ile, akili ya Ali. So to me nimpongeze pia kwa sababu alichokifanya amewaaminisha Watanzania kwamba hata na mimi naweza kufanya. Tunakwenda tarehe 12 katika ngao ya jamii. Tukiangalia timu zote mbili. Mchezo utakwenda kwa aina gani na performance za wachezaji zote wa timu zote mbili.